Yule kitimoto wa miaka iliyopita alikuwa ni wa kawaida. Umeona baadaye alikuwa anajichungia zake. Umeona bwana. Kuna mwingine anaumwa zake mashetani pembeni. Kwa Yesu ili kumtibia akamchukua pale nani ule shetani akamtoa akamtupia ule nguruwe. Ule nguruwe ndo akawa machizi akakimbia. Sasa ile manguruwe za mazile unajua kuna karne ngapi hadi leo imefika? Hebu niambieni nini? Yaani kile kizazi chake hadi leo bado kipo. Maana unajua watu wameogopa nguruwe na sio kwa sababu alitupiwa mashetani hatakiwi kuliwa nini? Umeona sasa tuangalie sasa. Ile karne hadi leo hii. Hata kizazi chake akipo kishapotea. Na sasa hivi tunapokwenda kuna manguruwe hadi mabloila. Zamani ukimpiga nguruwe sikiliza vizuri. Nguruwe wa zamani ukitaka kumchinja unampiga msururu hapa. Kwinya hapo ndo anamchinja anapoteza timing. Nguruwe wa sasa hivi unamchinja kama kuku broiler hata leti vurugu. Hata juzi kapigwa shuti pale kafa. Yaani laini moyo wake. Kwa hiyo na maana hapo nguruwe halali. Yaani nguruwe unakanyaga vizuri. Au vipi? Aya. Nguruwe wale walikuwa Israeli huku kajaje? Kubwa ovyo.